zako ziwe mbali. Leo kuna watu wengi katika duniani mnakuwa napeleka mapesa ili mumbewe, lakini mama yangu, baba yangu, nataka nikwambie kitu kimoja: pesa zako haiwezi kukuokoa, lakini kile ambacho kinaweza kukuokoa ni wewe kutazamia njia yako na matendo yako, kwa sababu Petro akamwambia, roho zako haiko kweli mbele za Mungu. Leo kuna watu wengi mnashaminia Yesu kuya Bwana wa Mwokozi wa maisha yenu, lakini amuko na taa ya kutubu makosa ambayo kama dhambi munakuwa na yaficha katika mioyo zenu. Mama yangu, baba yangu, fikiria kuelewa. Unaweza kukanisani, unaweza ukunapanda katika mlimani, unaweza unatafuta watumishi hapa na huko, lakini maneno sio kutafuta watumishi. Maneno sio problema kwenda katika mlimani. Maneno sio problem ya kujitazamia gisi unajitazamia, lakini maneno yako ni wewe ufikirie kutembea katika neno la Bwana. Maneno yako ni wewe ujangalie katika matendo yako na mwenendo yako. Leo kuna watu wengi tuko katika kanisani, lakini hatuko na muda ya kuacha mabaya. Yule Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi na chemchemu ya bahari, andiko ikanifundisha katika kitabu cha Psalm chapitre 66 le verset 18. Ukasoma yale kama Zaburi chapitre 66 le verset yake ya 18. Andiko nasema, Bwana nikichunge mabaya katika moyo wangu, Bwana atasikia. Mama yangu, baba yangu, kwani mpaka saizi uko kanisani, lakini umekuwa na chunga mabaya katika moyo wako? Huyu Simoni alikuwa ni mtu mwenye mbaya saminia, lakini alikuwa moyo wake kama roho zake haikuwa natembea katika kweli ya Mungu. Leo kuna watu mku wengi kanisani, munaingia kwa zoezi, lakini amuko na taa ya kujangalia katika njia zenu, amuko na taa ya kujangalia katika matendo yenu. Mama yangu, yuwa kutubu na kuacha njia zako. Baba yangu, yuwa kutubu na kuacha njia zako.